ukiwa na agano na Mungu ya kwamba kumbe kwenye utumishi kufanya interview watakufungulia mlango kile ambacho anatumia kukutesa. Hatuwezi kana mzao amekataa kuokoka, haiwezekani bwana. Natangaza kwa ploti ya kwenu, neema unayotumikia ikutumikie kwa ploti. Kufanyia nini mwaka jana? Mungu alitenda nini katika maisha yako? Lakini nahisi ya kwamba kuna watu usiku wa leo katika jina la Bwana majeshi aliye hai, Mungu aliye mbinguni anakupatia kuvuna katika jina la Yesu. Wapandao kwa kelele, wapandao kwa machozi, watavuna kwa kelele za furaha. Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba mtu anayevuna ni mtu aliyepanda. Hakuna mtu anayevuna asiyepanda. Mtu yote anayepanda kuvuna ni lazima. Haijalishi amepanda shamba kidogo ama amepanda shamba kubwa, lakini maandiko yanasema kwamba anayepanda kwa machozi atavuna kwa kelele za furaha. Sema amina. Nimetumwa niambie mtu usiku wa leo ya kwamba mwaka wa 2026 ni mwaka wako wa kuvuna. Chochote ulipanda mwaka jana, chochote ambacho ulipanda, iwe ni pesa ulipanda, iwe kuna watu uliombea, iwe kuna watu ambao ulisaidia, Bwana amenituma nikuambie mwaka huu ni mwaka wako wa mavuno katika jina la Bwana majeshi. Sema amina. Kuna watu uliwatendea mema mwaka jana, hawakunyosha mkono kusema asante. Kuna watu uliwaombea, wengine wakafaulu wakakusahau. Kuna watu ulisimama na wao walipokuwa kwenye matatizo. Kuna mambo ulifungia mwaka jana, kuna vitu uliombea mwaka jana lakini havikutendeka. Bwana ameniambia nikwambie ya kwamba 2026 ni mwaka wako wa kuvuna. Chochote ulipanda mwaka jana, natangaza mavuno kwa biashara. Wale ambao ni wana biashara, wale ambao wana uchumba, natangaza harusi yako ya kwamba mwaka huu ni mwaka wako wa kuvuna. Sema power. Hebu shika mtu mkono, mwambie ni mwaka wako wa kuvuna. Mwambie 2026 ni mwaka wa mavuno. Sema amina. Ya kwamba anayepanda kwa machozi, mimi nataka nishukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ya chochote umepitia mwaka jana. Ni furaha yangu ya kwamba haukupanda mabaya, ulipanda mema. Haukupanda mabaya kwa watu, kwa sababu chochote ulipanda, iwe ni kwa maisha ya mtu, iwe ni kwa kazi ya Mungu, iwe ni kwa kazi, iwe ni kwa watumishi ulio chini yao, iwe ni kwa ofisi ya mheshimiwa, chochote umepanda mwaka jana, huu mwaka ni mwaka wa mavuno. Wema wako Bwana anakupatia. Sema haleluya. Sadaka ulizotoa mwaka jana, mafungu ya 10 uliotoa mwaka jana, chochote uliombea mwaka jana, huu mwaka natangaza mavuno. Natangaza mavuno yako. Tunanena mavuno. Sema power. Hebu niseme. Msimu ama majira ya mavuno yanapofika, kila mkulima ambaye amelima shamba lake, kama kuna msimu ambao unafanya mkulima afurahie, ni msimu wa mavuno. Kwenye kipindi cha mavuno, kila mkulima huwa tayari kupokea alichokipanda wakati alipokuwa anapata matatizo. Wapendwa, kuna watu wanapanda kwa kuomba mbegu. Kuna watu wanapanda wengine kwa kuomba hata shamba la kupanda hana. Kuna watu anapanda hata mbegu ya shambani anafanya kusaidiwa. Lakini Mungu anasema hivi, apandaye kwa machozi, sema kwa machozi, atavuna kwa kelele za furaha. Mimi naomba mwaka huu 2026 Mungu ageuze kilio chako kiwe kicheko. Mungu ageuze matatizo kuwa kicheko. Ageuze maumivu yako yafanyie kicheko juu ya maisha yako. Natangaza maumivu yako yatakuwa tabasamu, yatakuwa kicheko. Sema haleluya. Kabla hatujaendelea, nataka tumabudu Mungu na sadaka zetu mapema before tuzame.
sadaka ya ibada kabla chochote kile. Umevuka mwaka salama. Nataka tumwabudu Mungu na sadaka zetu, ya kwamba chochote ulipanda mwaka jana umekuja kupokea mavuno leo, na chochote unapanda leo. Kwa hiyo sadaka ya ibada, kuna vitu Mungu anaandaa kwenye maisha yako. Hebu gusa mtu, mwambie nipiga picha mapema. Mwambie nipiga picha mapema. Ni msimu wangu wa mavuno. Mwambie kama una simu, azima simu mapema, maana ni msimu wangu wa mavuno. Hebu geukia mwingine, mwambie nipiga picha mapema. Ni mwaka wangu wa kuvuna chochote ambacho nimepanda. Ni mwaka wangu wa mavuno. Natangaza mavuno. Sema haleluya. Hebu chukua sadaka yako ya ibada haraka. Inoleta mavuno. Number 1. Sababu ya kwanza inoleta mavuno ni lazima uandae shamba lako. Huwezi ukavuna bila kuandaa shamba. Sababu number 1 inaleta mavuno, lazima uandae shamba. Kitabu cha Yeremia mlango wake wa 4 mstari wake wa 3. Yeremia mlango wa 4 mstari wa 3. Sababu inoleta mavuno, lazima uandae shamba. Mkulima yote ambaye anajua kilimo, kabla hajatafuta mbegu ya kupanda, anatafuta shamba kwanza. Lazima utafute shamba ambalo unajua kwamba una uhakika ya kwamba ukipanda mbegu yako lazima itamea. Ukipanda mbegu yako haitapotea. Ukiweka mbolea haitapotea. Lazima upate faida. Sema amina. Lakini watu wengi leo hawaelewi ya kwamba huwezi vuna kama una shamba la kupanda. Na shamba la mbinguni, Mungu wa majeshi, ni madhabahu ambayo Mungu amekuweka. Kwenye haya madhabahu Bwana amekuweka, ndilo shamba lako. Chochote unafanya kwenye madhabahu lazima kitakuletea mavuno. Sema amina. Yeremia mlango wa 4 mstari wake wa 3. Maana Bwana awaambia hivi, watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo katika konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Asante. Achia hapo kwanza. Bwana awaambia hivi, watu wa Yuda na Yerusalemu, ulimeni udongo na konde zenu, wala msipande mbegu kati ya miiba. Sema msipande kwenye miiba. Mungu anaongea na Yeremia, mtumishi wa Mungu, nabii, kwa ajili ya wana wa Israeli, ya kwamba waambie watu walime mashamba, wachimbe udongo, wachimbe mashamba. Huwezi ukalima kama hauna shamba. Lazima uwe na shamba ndio ulime. Huwezi lima kama una mahali pa kulima. Kwa hivyo kabla haujapanda, kabla hujavuna, lazima utafute shamba. Na ukilipata lile shamba, lilime. Ambia mtu lima shamba lako. Lima shamba lako. Ambia mtu lima shamba. Nimekuja kuambia mtu, kama mwaka jana hukulima, mwaka huu nakushauri lima na upande, kwa sababu utavuna katika jina la Bwana. Ikiwa uliona watu wanaenda shambani ukasema mimi sina mikono ya kulima, kama uliona watu wanaenda shambani ukasema mimi ni bontao, na tuongee kuhusu mashamba ya kulima na majembe, tunaongea mambo ya kiroho. Sema mambo ya kiroho. Shamba lako ni kanisa. Shamba lako ni madhabahu ya Bwana. Shamba lako, shaambia mtu shamba lako ni wokovu katika jina la Bwana. Sema amina. Bwana akamwambia, ambia watu walime shamba. Kulima ni kufanya nini? Kulima ni kujifungua. Kulima ni kujitakasa. Kulima ni kujiombea. Kulima ni kufanya vitu vizuri. Maana kabla hujapanda lazima ulime. Wakati unasaidia watu, kabla hujapatia mtu msaada, lazima kuna mazungumzo yamefanywa. Amekwambia nisaidie, ukamwambia sina, ama niko nayo nitakupatia. Sema amina. Ukamwambia nipe kufikia kesho nitakupatia. Kulima ni kufanya nini? Kulima ni kutayarisha. Lazima ufanye matayarisho ya chochote unataka kuvuna. Lazima ufanye matayarisho yake, na uwezi fanya matayarisho kama hakuna shamba. Lazima kuwe na shamba. Vile tunaimba hapa ni mashamba tunalima. Vile tunamwabudu ni shamba tunalima. Vile umekuja kukesha ni shamba unalima. After kulima, mtu wa Mungu, tunapanda,
tunapanda kwa neno la Bwana, tunapanda kwa maombi. Sema amina. Vile umeimba ni kulima umelima. Wakati wacheza vyombo wanacheza vyombo ni kulima wanalima. Sema amina. Wakati media team wanafanya huduma ni kulima wanalima. Hatimaye wanapanda kwenye maombi. Ambia mtu usipande kidogo, panda mingi. Ambia mtu usipande kitu kidogo, panda mingi. Nataka tuone ni udongo gani huo ambao Mungu alikuwa anazungumza, anasema ya kwamba watu walime mashamba yao, wasipande mbegu zao kwenye miba. Wasipande mbegu kwenye miba. Ni shamba gani Mungu alikuwa anazungumzia? Kitabu cha Hosea mlango wa 10 mstari wa 12. Nataka tuone ni shamba gani ambalo Mungu anazungumzia. Watu walime shamba zao. Ambia mtu lima shamba lako vizuri. Ukiona mtu amevuna mavuno mengi, nategemea na kiwango cha shamba lake. Hosea 10:12. No. Biblia inasema jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana, hata atakapokuja na kuonyeshea haki. Sema amina. Sema amina. Tusomee Mathayo 13. Mathayo 13 mstari wake ule wa 13 mstari wa 7. Alafu tutarudi hapo. Mathayo 13 mstari wa 7. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mstari wa 9, mwenye masikio na asikie. Rudia tena bila haraka. Nitarudia 13 kuanzia mstari wa 7. Naam. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisoga. Mstari wa 8, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Asante. Yesu anafundisha kuhusu mavuno. Akasema mtu alipanda, zingine zikamea kwenye miiba. Zingine zikamea wapi? Kwenye wapi? Kwenye udongo mzuri. Hebu naomba tusome sote. 1, 2, 3. Hebu tuanze 1, 2, 3. Moja 30. Ina maana kwenye kupanda, wakati mkulima alikuwa anapanda, si kila mbegu iliangua kwenye udongo mzuri. Kuna mbegu ziliingia kwenye udongo mbaya, kwenye miba, zilipomea zikasongwa na miba zikaisa. Lakini nyingine zikaangua kwenye udongo mzuri, zikamea 30, 60 kwa 100. Mungu anazungumza kuhusu matayarisho. Huwezi vuna kama hujaandaa shamba. Lazima uandae shamba lako vizuri. Lazima uandae moyo wako tofauti na mwaka jana. Naomba ya kwamba mwaka huu, mtu wa Mungu, watu wale walikuvuta nyuma mwaka jana, mwaka huu jitahidi kuachana na wao. Kuna watu walisababisha mwaka jana Mungu akachelewa kujibu maombi yako. Ni ombi langu ya kwamba mwaka huu Bwana akutenge na wao, akutenge na watu kama hao waliosababisha mwaka jana ukachelewa kupokea mavuno yako. Nina ombi langu ya kwamba chochote ambacho utapanda leo, chochote utapanda mwaka huu, akitamea kwenye miba, kitamea kwenye udongo mzuri, kitakuletea mazao. Natangaza kitakuletea mazao, kitakuletea mazao. Sema haleluya. Watu walipanda, lakini kwenye kupanda si zote ambazo walivuna. Kuna zingine zilimea kwenye miba zikasongwa, lakini kuna mbegu zilimea kwenye udongo mzuri, zikazaa 30, zikazaa 60, zikazaa 100. Kwa sababu gani? Zilipandwa kwenye udongo mzuri.
Naomba ya kwamba mwaka huu hata wale watu utaomba na wao, Mungu akusaidie. Usiombe na kila mtu, usifanye kila mtu kuwa prayer partner wako, usifanye kila mtu ambaye ukiota ndoto na mshirikisha. Usishirikishe kila mtu maono yako. Kuna watu ambao ni madestiny killer. Naomba mwaka huu Bwana kuchagulie watu ambao utapanda mbegu zako ndani yao. Watu utapanda maombi yako, watu utapanda muda wako, utapanda masaa yako na wao, utapanda urafiki wako na wao, maana kwao utapata mavuno. Sema haleluya. Si kila mtu. Hebu mshike mtu mkono, mwambie kwa jina la Yesu Kristo na kuombea mwaka huu usipande mbegu hovyo hovyo, maana ni mwaka wa mavuno. Na kuombea mwaka huu, kila mbegu utakayoipanda hautapanda kwa miba, utapanda kwenye udongo mzuri, utapanda kwenye udongo mwema, utapata mazao mazuri. Sema amina. Yesu anafundisha habari ya mbegu, akasema mkulima alienda shambani. Kwanza alisema alipanda, zingine zikaenda njiani, ndege wa angani wakazila. Akapanda zingine zikaanguka juu ya mwamba, zilipomea zikakosa mizizi na mbolea ama udongo mzuri, zikakauka, maana zimepandwa juu ya mwamba. Na akasema mbegu nyingine ambayo tumeisoma ikaanguka ndani ya miba. Ilipomea miba ikaisonga na ile mbegu haikuzaa, ikafa. Lakini kuna mbegu moja ambayo iliangukia udongo mzuri. Naomba hata kama Mungu asikiaji maombi yako, huu mwaka yasikie maombi. Na kama hatasikia yako, naomba asikie kile ambacho nitakuombea leo. Mungu asikie chochote nitakutabiria leo. Mungu asikie chochote nitakunenea leo katika jina la Bwana. Kama hata asikie maombi yako, asikie maombi ya wazazi wako, asikie maombi ya brother yako, asikie maombi ya dada yako. Na kama Mungu hatasikia yake, asikie yako wako leo, na alete mavuno katika maisha yenu. Alete mavuno ndani ya boma, alete mavuno ndani ya familia, alete mavuno ndani ya ndoa. Sema amina. Bwana asifiwe. Lazima uandae shamba. Ombi langu mwaka huu, chimbua kila miba. Kuna watu kitaka kufanikiwa lazima uachane na wao. Mwakaka, kuna viwango kitaka kuenda, kuna watu lazima uachane nao. Sema amina. Kuna baraka kitaka zifikia, lazima uwe tayari kuachana na watu fulani. Kuna level ukitaka kutembea nayo, kuna watu lazima ujitenge na wao, maana watakuwa miba kwenye maisha yako. Mungu anamwambia Yeremia, walime udongo. Tunalima udongo kwenye maombi. Wakati unaingia kwenye maombi, unamwambia Bwana, mwaka huu chochote kilifanya mwaka jana nisitimize ndoto yangu Bwana, chochote kimenivuta nyuma, chochote kilichelewesha maono yangu, najitenga nacho Bwana. Nitenge na marafiki wabaya, nitenge na watu wa mbea. Kuna watu wanacheka na mimi, lakini Bwana wa majeshi ndani yao wamebeba nyongo, wananionyesha meno, lakini Bwana wamebeba nyongo kunimaliza. Baba, nitenge na wao, nitenge na watu wanafiki, nitenge na marafiki wanafiki. Unachimbua udongo. Ambia mtu chimbua udongo. Unamwambia Bwana, mwaka huu madhabahu ya familia nimezaliwa, boma ambayo nimezaliwa ndani, hakuna mtu anaishi afikishe miaka 80, hakuna mtu anaishi afikishe miaka 70. Familia ambayo nimezaliwa Bwana, watu wanakufa mapema, kila mwaka tunazika. Na kataa mwaka wa 2026 ni mwaka wa mavuno Bwana. Tunavuna afya njema, tunavuna uponyaji, tunavuna maisha marefu, tunavuna amani kwa familia. Sema amina. Hebu shika mtu mkono, mwambie katika jina la Bwana, usiku wa leo, chochote ambacho utachimbua kinakutayarishia mavuno ya 2026. Maana hauwezi vuna kama hujapanda, na huwezi panda kama hujalima. Lazima ulime kwanza, alafu ndio upande. Mwambie mtu, chimbua kila miba. Chimbua miba. Inawezekana mtu wa Mungu, miba yawezekana kuwa ni hasira. Hiyo hasira inaweza kuwa mwiba kwenye maisha yako.
Inawezekana mtu wa Mungu miba, yaweza kuwa ni pombe. Kuna watu wanakunywa pombe na msimu. Hata sasa hivi ile naongea, kuna mtu amekuja hapa kama ameonja. Lakini unaona Mungu anakupenda licha ya pombe umekunywa, amekuruhusu bado umeenda kanisani. Yaani anakuonyesha kwamba hata ukimkosea bado anakupenda, ni uache pombe. Ambia mtu wacha pombe. Mbona niangalie vibaya? Mwambie wacha pombe. Unaweza kunywa pombe pastor asikuona, lakini Mungu anakuona. Unasema mimi nitakunywa kidogo nipate kusisimuka nikienda kanisani, niwe active kudance, nisisinzie wakisema lakini kumbuka Mungu aliona vile unainua chupa. Kama utapanda pombe utavuna ulevi. Na kushauri mtu wa Mungu, hiyo ni roho inaweza zuia baraka fulani kwa maisha. Kuna vitu Mungu ameahidi kukupatia, lakini Bwana anaweza kuvizuia, kwa sababu kama kwa pesa kidogo ulionayo umekosa nidhamu. Pesa kidogo ulionayo unasema ni marafiki wanafanya. Hapana, nasema hivi leo, chimbua udongo, ngoa marafiki walevi kwenye maisha yako. Si lazima uwe na marafiki. Unaweza kosa marafiki lakini usimkose Mungu. Heri ukose marafiki lakini usimkose Mungu aliye mbinguni. Heri ukose marafiki lakini usimkose Bwana. Sema amina. Natangaza ya kwamba mwaka huu chochote ambacho utaombea lazima kitaleta mazao. Chochote ambacho utakiombea lazima kitaleta mazao. Chochote ambacho utatabiriwa lazima Bwana atakitimiza. Ninakuombea usiku wa leo, kila unabii ulionenewa 2025 au kutimia, mwaka huu Bwana akautimize. Mwaka huu Bwana akatimize unabii wako. Bwana akatimize maono yako. Bwana atimize maono yako. Sema haleluya. Sikia. Jambo la pili kitakachofanya mwaka huu Bwana akupatie mavuno. Sababu 3 za kuleta mavuno. Number 2, ni lazima upande mbegu za sawa. Ambia mtu panda mbegu za sawa. Usipande bora mbegu. Mwambie mtu panda mbegu za sawa. Mwaka huu chochote unafanya kisha kwamba unafanya vitu vya sawa, panda mbegu za sawa zinazomea. Ambia mtu mbegu zinazomea. Isaia 32 mstari wa 20. Tusome Isaia 32:20. Isaia 32:20. Naam. Heri ninyi mpandao mbegu kando ya maji yote, na kuiacha miguu ya ng'ombe na punda waende kokote. Asante. Mungu anasema heri wanaopanda mbegu zao mahali kuna maji. Sema kuna maji. Ukisikia maji yanasimamia Roho Mtakatifu, ya kwamba Mungu anakushauri ya kwamba chochote utafanya mwaka huu akisha kwamba Roho Mtakatifu ako hapo. Chochote unafanya, fanya katika Roho wa Mungu. Usifanye mambo kwa kutumia mwili. Fanya vitu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Chochote ambacho utaongea mwaka huu, chochote utafanya mwaka huu, fanya kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ya kwamba heri mpandao mbegu kando ya maji yote, na kuacha miguu ya ng'ombe na punda waende kokote. Ya kwamba popote ambapo utapanda mbegu yako, akisha kwamba ng'ombe na punda hawatapitia hapo. Punda ni nini? Ng'ombe ni nini? Ni chochote ambacho kingezuia mbegu yako isimee. Ni chochote ambacho kingesababisha unapopanda usiwe na mavuno. Bwana, heri watu ambao wanaopanda mahali kuna maji. Madhabahu yote ambao unatoa sadaka, madhabahu yote ambao utamwabudu Mungu mwaka huu, akisha kwamba Roho Mtakatifu ako pale. Usimwabudu Mungu wa majeshi mahali hakuna nguvu za Mungu. Popote ambapo utakaa, watu ambao utatembea na wao, akisha kwamba wana hofu ya Mungu ndani mwao, wana hofu ya Roho Mtakatifu. Sema amina. Wanaopanda mbegu karibu na maji. Maana maandiko yasemaje? Kitabu cha Zaburi mlango wa 1 ule mstari wa 1 mpaka wa 2. Hebu tuweke Zaburi 1:1. Yes. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki,
wala hakusimama katika njia ya kosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Mstari wa pili. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Mstari wa tatu. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Hebu rudia mstari wa tatu. Nitarudia mstari wa tatu. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Asante. Yani mtu asiyekaa na watu wasio haki, asiyekaa na wenye mizaha, analinganishwa na mtu uliopandwa kwenye kando kando ya maji, ambao jani lake halinyauki, unazaa matunda yake kwa majira yake. Nami nasema ya kwamba 2026 ni majira ya mtu, ni majira ya mtu ambaye amepandwa katika wokovu. Ni majira ya mtu ambaye ameombea watu mwaka jana. Kuna sadaka umetoa mwaka jana, kuna vitu umeombea mwaka jana vikutendeka. Mwaka huu nakutabiria mavuno katika jina la Bwana. Natangaza mavuno katika maisha yako. Natangaza Bwana kuletee mavuno. Natangaza Bwana inue maisha yako. Natangaza Bwana kupatie kazi. Nina neno wasio na kazi, mwaka huu Bwana kupatie kazi. Wasio na ndoa Bwana kupatie ndoa. Wanaotaka watoto Bwana kupatie watoto. Sema power. Yani mtu ambaye hakai na watu wenye mizaha. Kumbe watu wa Mungu, mizaha ni sumu. Kama vile kuna wadudu wale wanadunga mimea, wanadunga mbegu wakati imepandwa, vile kuna wanyama wanakula mbegu wakati mkulima amepanda. Mungu anasema mzaha, njia za watu wasio haki inaweza fanya mtu akakosa mavuno. Lakini amesemaje? Watu wala ambao wasiokaa kwa watu wakosaji wanalinganisha na mtu uliopandwa kando kando ya mto wa maji. Naomba mwaka huu Mungu wa majeshi aliye mbinguni, aliyeziumba mbingu na nchi, afanye kitu katika maisha yako. Bwana amesema ya kwamba unapandwa kando kando ya mito ya maji. Chochote ambacho utazalisha kitakufa, na chochote Bwana ameanzisha ndani yako lazima kitimie katika jina la Bwana. Adui hata nyamazisha maono yako. Natangaza 2026 adui hata katiza maono yako, hata katiza maisha yako, hata uwa ndoto yako, hata uwa biashara yako. Natangaza ya kwamba kila atakayekugusa akutane na radi ya Bwana. Ajalishi ni anti yako, ajalishi ni mjomba yako, ajalishi ni kazini yako, yote atagusa maisha yako. Natangaza radi ya Bwana, atangaza radi ya Bwana, atangaza radi ya Bwana. Sema power. Mimi najua kuna watu ambao mwaka jana hawakuamini kama utamaliza mwaka. Kuna watu walikutabiria mabaya. Hata kuna watu walikuacha. Hata kuna watu waliamua kujitenga na wewe kwa sababu zao wenyewe. Hata kuna watu labda walikublock kwa simu zao. Hata kuna watu labda walifuta namba yako ya simu. Lakini Mungu amenituma nikwambie huu mwaka ni mwaka wako wa kuvuna katika jina la Bwana. Natangaza mavuno kwa watu walio tayari. Kuna watu watavuna vipawa, kuna watu watavuna ndoa, kuna watu watavuna biashara, kuna watu watavuna huduma, kuna watu watavuna kazi. Natangaza watoto wa shule, Mungu achilie karo, apatie wazazi wako pesa, usome mpaka pale Mungu ametaka. Ajalishi mwaka jana wamelipa karo kwa shida. Inatangaza mwaka huu kuna mavuno ya masomo yako. Sema power. Ambia mtu mwaka huu ni mwaka wako wa mavuno. Usipande bora mbegu, panda mbegu iliyo njema. Mwambie mwaka huu chagua mbegu za kupanda. Mwambie mwaka huu chagua madhabahu ya kupanda. Kuna watu unaweza tembea na wao ukashangaa. Zamani ulikuwa na pesa, unaanza kuishiwa na pesa bila sababu. Kuna watu wanaweza kukupenda wakati unawasaidia,
Lakini siku ile umekosa, wakati umeisiwa, ndio utajua ni nani rafiki wa kweli. Ni ombi langu ya kwamba mwaka huu kipimo walichokupimia ambacho walisema hautapita hicho kiwango, Mungu akupitishe kabla hawajakufa katika jina la Bwana. Mungu asikubariki wakiwa wamekufa, Mungu akubariki wakiwa hai, waone baraka za Bwana. Mungu akubariki wakiwa hai, Mungu akuinua wakiwa hai, akutendea wakiwa hai, akubariki wakiwa hai kabla wajafa. Sema haleluya. Hebu gonga mtu mwambie, sitakufa mapema, nitaishi nitembee na mkongojo. Sema amina. Hebu tusomee Wakorinto wa kwanza mlango wa 9. Mlango wa 9 mstari wa 10. Lazima uangalie mbegu unaopanda, usipande bora mbegu ambayo itakuletea mavuno. Wakorinto wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 10. Wakorinto wa kwanza 9:10. Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima na matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Alimaye nafaka ni haki yake kufanya nini? Kuvuna kwa matumaini. Narudia tena. Hebu urudie sehemu ya nataka watu wale. Naomba ukisimama kuomba ujue unaombea nini 2026. Hebu tuanze. Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini. Ni haki yake kulima kwa matumaini. Unapolima lazima kuwa na nini? Na matumaini. Twende sehemu ya B. Naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Apuraye nafaka ni haki yake kupata nini? Kupata sehemu yake. Apuraye, kupura ni baada umepanda umevuna kule kwa lugha nyingine kule Western tunaitaje kule kutoa mahindi kwa kisogoro. Tunaita kisogoro Western. Waluya tuko hapa. Tunataka kisogoro. Kutoa mahindi tunaitaje? Ongea kwa sauti. Kuchuchumua. Kuchumua. Kiluya tunaitaje? Kiswahili tunaita kupukusua, sio kuchuchumua. Kufanya nini? Kupukusua. Kupukusua mahindi unatoa kwa kigunzi. Sema kigunzi. Kisogoro kinaitwa kigunzi kwa Kiswahili. Alafu kile kitendo cha kutoa inaitwa kupukusua. Ambia mtu pukusua. Mwambie mtu pukusua, fanya hivi. Pukusua dota, kila mtu apukusue. Anayepukusua na pukusua akiwa na nini? Atapata haki yake. Naomba huu mwaka kila mbegu utaipanda, Mungu akupatie haki zako na kuitishia haki zako mwaka huu. Natangaza Bwana akupe haki zako. Naitia wanangu haki zao. Kila mwana Troliki na pati na wote popote pale walipo, natangaza haki zao, haki za baraka zao, haki za ndoa zao, haki za biashara zao, haki za watoto wao, haki za maisha yao, haki za mashamba yao. Natangaza Bwana kupatie. Waliotabiri mabaya, mimi natangaza baraka. Waliokutabiria laana, mimi natangaza baraka. Waliotabiri utakufa, mimi natangaza utaishi. Sema power. Ambia ni haki yangu mwaka huu nivune. Mwaka huu ni haki yangu nivune. Sema amina. Hebu malia sehemu ya mwisho hii. Malia sehemu ya mwisho. Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Tuachie hapo, twende Zaburi 107 mstari wa 37. Zaburi 107 mstari wa 37. Psalms 107:37. Biblia inasema, yes, wakapanda mbegu katika mashamba na kutia mizabibu iliyotoa matunda yake.
mstari wa 38. Naye huwabariki wakaongezeka sana, wala hayapunguzi makundi yao. Ninatangaza huu mwaka Mungu akupe kuongezeka. Chochote ambacho ulipanda natangaza kuongezeka. Biashara zenu zikaongezeke, masomo ya watoto akaongezeke, amani yako ikaongezeke. Natangaza uongezeke huduma. Bwana kuongeze katika huduma. Bwana kuongeze kibiashara. Bwana kuongeze kiuchumi. Bwana kuongeze kisiasa. Natangaza mwaka huu kabla 2027 ijafika, umeingia ndani ya serikali. Natangaza mwaka huu ukiwa ni mwaka mavuno, Bwana akakuheshimishe. Natangaza uvune heshima. Natangaza uvune heshima. Natangaza uvune kibali. Sema power. Sema amina. Weka mkono kichwani, sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, kama ulivyosema kwa neno lako kwenye Zaburi 107 ya kwamba Bwana wakapanda mbegu. Bwana wa majeshi, chochote nilipanda mwaka jana natangaza kuongezeka kwa damu ya mwana kondoo. Uchumi wangu unaongezeka. Uchumi wangu unaongezeka. Maono yangu yanaongezeka. Kila mbegu niliyopanda katika shamba la maisha yangu, katika shamba la kiroho, katika shamba la ndoa, katika shamba la biashara, Baba natangaza mavuno. Kila mbegu niliyopanda kwenye kufunga na kuomba, kila mbegu niliyopanda kwa kusaidia watu, kwa kusapoti mikutano, kusaidia ndugu zangu, kusaidia wazazi, natangaza kuongezeka. Natangaza Bwana kuongezeka. Kwa jina la Yesu Kristo anaongezeka. Naye akawabariki wakaongezeka sana. Sema anaongezeka sana. Wala hapunguziki kundi lake. Wala hapunguzi makundi yao. Sema Bwana, katika jina la Yesu, makundi yangu hatapungua. Chochote nitafanya mwaka huu akitakuwa na upungufu. Natangaza kutokupungukiwa. Kutokupungukiwa kimaombi, kutokupungukiwa kibiashara, kutokupungukiwa kifedha, kutokupungukiwa kihuduma, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Hebu simama kidogo. Simama kidogo. Tuwekee Mwanzo 26 mstari wa 12. Simama kwa miguu yako miwili. Sema kwa jina la Yesu, na kung'uta kila mavumbi ya mwaka jana 2026, na kung'uta chochote ambacho nilitamkiwa na wasionipenda, chochote waliongea kwenye maisha yangu, kwa damu ya mwana kondoo. Kama vile mkulima lazima apepete mbegu, aitenganishe na uchafu. Anapoenda shambani habebi takataka, anabeba mbegu peke yake. Huu mwaka Bwana, chochote kilipandwa kibaya mwaka jana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaking'oa kwa imani. Tunang'oa kwa imani. Tunang'oa kwa imani. Tunang'oa kwa imani. Tunang'oa kwa jina la Yesu. Tunang'oa kwa damu ya mwana kondoo. Tunang'oa kwa imani. Sema tunang'oa. Sio ni kama watu wanang'oa jamani. Sio ni mtu anang'oa chochote wewe unajua nini watu waliongea kuhusu maisha yako. Unajua kile waliongea kuhusu maisha yako. Ng'oa katika jina la Bwana majeshi. Toa kabisa, toa hiyo, toa. Toa kabisa katika jina la Bwana majeshi. Keti. Mwanzo nimesema 26. Mwanzo 26 mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Isaka akafanya nini? Akapanda nini? Mbegu. Ina maana hakupanda bora mbegu, alichagua. Sema alichagua. Alichagua alichokipanda. Isaka akapanda mbegu
Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Naomba mwaka huu Mungu akubariki mara 100, ya kwamba chochote ambacho, hata kama utalipia mtu nauli kwa gari, Mungu akupatie mara 100. Hata kama kesho leo tarehe 1 utapatia mtu chapati moja, hiyo chapati kuandalia muujiza unaopita chapati katika jina la Bwana. Natangaza ya kwamba hata kama ni soda utanunulia mtu, kumbuka ya kwamba ni mbegu umepanda. Hata kama ni lollipop utapatia mtoto wa jirani, hiyo ni mbegu umepanda. Hata kama ni biskuti utapeana, hiyo ni mbegu umepanda. Hata kama ni lift utapea mtu kwa bodaboda, hiyo ni mbegu umepanda. Natangaza mavuno mara 100. Isaka akavuna, Isaka akawa tajiri. Natangaza roho ya utajiri kwa maisha yako. Natangaza mwaka huu watu wakavuna utajiri. Pokea neema ya pesa, pokea neema ya utajiri wewe. Pokea neema ya utajiri, utajiri wa maombi, utajiri wa imani, utajiri wa kiroho, utajiri wa biashara, utajiri wa magari, utajiri wa mashamba. Sema power. Isaka akapanda akavuna. Mimi natangaza kama mtumishi wa Mungu ya kwamba kila mbegu uliyopanda lazima kuletee mazao katika jina la Bwana. Hata kama ni mtu ulimhurumia tu alipokuuliza njia akiwa amepotea, haukumwachia hapo, ukamchukua ukampeleka mpaka kule anakoenda, ama alikuwa amekwama mahali hana vile atafanya, mwingine amefungiwa nyumba, mwingine hana cha kukula, ukafunga macho, ukaingia kwa nyumba, mkagawana kile mlikuwa nacho, ukafunga nyumba, ukasema hapana, nitakusindikiza mpaka nyumbani kwako. Nikaongea na caretaker, mbona nimekufungia mlango? Hata kama hukulipa pesa, lakini kwa maneno yako wakasikia mlango ukafunguliwa na akaingia ndani ya nyumba. Naomba Bwana aliye mbinguni akupitishe kwa kila mitihani, akupitishe kwa kila mitego. Natangaza mwaka huu chochote unatega mbele yako hakitafanikiwa. Nimetumwa nikutabirie ya kwamba mwaka huu mitego ya wachawi, mitego ya waganga, ya wachuma ulete, mitego ya majini haitafanikiwa katika maisha yako, haitafanikiwa katika ndoa yako, haitafanikiwa kwenye biashara. Sema power. Hebu shika mtu mkono, mwambie kwa jina la Yesu, mwaka huu usidie vile ulilia mwaka jana. Mwambie kwa jina la Yesu, kila machozi uliolia mwaka jana ninabadilisha kuwa mbegu ya kuletea furaha, ya kuletea kicheko, ya kuletea tabasamu. Ninanena, ambia mtu, ninanena juu yako, chochote wametega mbele yako, Mungu aliyekuvusha mwaka anakigeuza kuwa baraka. Kitakuwa baraka maisha yako, kitakuwa baraka maisha yako katika jina la Bwana. Nataka kusema ya kwamba kila mama uliye na mimba, hajalishi una ripoti gani ya daktari, hajalishi unasikia tumbo ni nzito, kiuno ni kizito, mgongo ni mzito, ukilala kuamka kugeuka mpaka uamke uketi ndio ugeuke. Inawezekana labda naongea nao wanasema hauna damu ya kutosha. Nimetuma nikwambie kwamba utazaa salama katika jina la Bwana. Natangaza kwamba hakuna mauti juu yako, hakuna roho ya kutoa mimba juu yako, hakuna operation juu yako. Natangaza ukazae salama kwa jina la Bwana. Pokea kuzaa vizuri, pokea kuzaa vizuri, pokea kuzaa vizuri, pokea kuzaa vizuri. Tunaondoa roho kuishiwa na damu, tunaondoa roho kuishiwa na damu, tunaondoa kuishiwa na nguvu, tunaondoa kila mitego yote, tunaondoa mikosi na balaa. Kila maneno yametamka juu yako, tunaondoa kwa damu ya mwana kondoo, tunaondoa kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Hebu mpatie mtu high five, mwambie kwa jina la Bwana majeshi, na kutuma ukavune, na kutuma ukavune. Isaka akavuna. Na iombea kazi ya mikono yako, ya kwamba chochote utagusa kwa mikono yako, kwa damu ya mwana kondoo kilete mazao. Mungu aliyeponya huyu mtoto aliyekuwa anataka kuwekewa ngozi ya plastiki,
Huyu Mungu akaponye hatima yako. Huyu Mungu akaponye biashara. Huyu Mungu akaponye hatima yako. Huyu Mungu akaponye ndoa yako. Sema power. Sema amina. Ya mwisho, andiko la mwisho kwenye hicho kipengele, kitabu cha Petero wa kwanza, mlango wa kwanza mstari 23. Kwa hivyo waliokutendea mabaya wasiseme umewaroga. Mungu anaenda kuwapatia mavuno. Sema mavuno. Yeyote aliyekutendea mabaya atafute amani na wewe mapema. Ukiondoka ibada hii leo, Mungu ninayemtumikia, naomba akufanye utoko na machozi ya furaha. Narudia tena, akufanye utoko na machozi ya furaha. Ninaona watu wakija kuomba msamaha kwako. Ninaona watu wakipiga simu kuomba msamaha. Ninaona wengine wakiandika kwa WhatsApp zao, kwa status zao, wanaandika mafumbo ya kuomba msamaha. Nataka kusema ya kwamba wataandika mafumbo, na ukikutana na mafumbo usijibu kwa haraka. Lakini fahamu ya kwamba huyo mtu anakuomba msamaha kwa sababu anajua kwamba unasomaga status zake, wagu unasoma. Kwa hivyo anaomba msamaha kwa siri. Na maandiko yanasema kwamba ombaye msamaha asamehewe. Kuna watu ambao wengine watakufeti, watatumana watu kukuongelesha. Mwingine atatumana watu waongee na wewe. Ninamuona mtu akitafuta upatanisho kwa sababu kuna kiwango Mungu anakupeleka mwaka huu. Kuna watu Mungu anapeleka viwango vingine mwaka huu. Kuna viwango watu naona ukitumika tofauti, naona ukiimba tofauti, naona ukienda viwango tofauti. Sijui kama unanielewa. Natangaza ya kwamba kabla mwaka hujaisha nitadedicate magari ya wanangu hapa kwa madhabahu. Kabla mwaka hujaisha kuna watu watakuwa abroad. Kuna watu watakuwa abroad. Kuna watu watakuwa wamejenga. Kuna watu watakuwa na shamba. Kuna watu watakuwa wameolewa. Kuna watu watakuwa wameoa. Sema power. Bora sema power kinyonge namna hiyo. Hebu tusome kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Petro 1:23. Kwa kuwa mumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Mstari wa 24. Rudia tena. Kwa kuwa mumezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Asante. Kumbe watu wa Mungu, maisha unaoishi ni roho inayoishi, na pia ni mbegu inayoishi. Maandiko yanasema kwamba kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye pumzi, lidumulo hata milele. Naomba Mungu aliye mbinguni, kama neno la Mungu ni mbegu kwenye maisha yetu, limetuzaa. Yani ulivyo umezaliwa na neno, umezaliwa na mbegu ya neno la Mungu. Wewe mwenyewe kama umezaliwa na neno la Mungu kama mbegu, tayari wewe mwenyewe ni mbegu. Kuvina maana kwamba ni makosa kuishi maisha ya hasara. Wewe mwenyewe ni mbegu tayari. Maana mbegu inazaa mbegu. Sema amina. Maembe yanazaa maembe. Papai inazaa papai. Machungwa yanazaa machungwa. Mbegu ya tomato inazaa tomato. Mbegu ya fenesi inazaa fenesi. Mbegu ya avocado inazaa avocado. Kama nimezaliwa kwa mbegu ya neno la Mungu, wewe ni roho inayoishi. Wewe ni mbegu tayari. Kwa naomba ya kwamba mwaka huu maisha yako yawe na mazao. Natangaza maisha yako yazalishe vitu. Mungu azalishe vitu ndani yako. Kwa mikono yako watu wataokoka. Kwa mikono yako watu watapona. Kwa mikono yako watu watabarikiwa. Kwa mikono yako watu watafunguliwa. Sema amina. Hebu mshike mtu mkono, mwambie wewe ni mbegu ya Mungu. Umezaliwa kwa mbegu ya Mungu. Na kama umezaliwa kwa mbegu ya Mungu, wewe mwenyewe ni mbegu ya Mungu tayari. Na mbegu lazima izae. Mwambie mbegu lazima izae. Na kuombea usiku wa leo,
uzae vitu vya aina yako, uzae watu wa aina yako, uzalishe maono yako. Natangaza huu mwaka uzalishe maono yako, uzalishe ndoto yako. Natangaza huu mwaka uzalishe vitu vizuri, uzalishe wahuduma. Natangaza huu mwaka uzalishe mashamba. Unazalisha mashamba kwa njia gani? Utanunua, si kama unani. Mimi naomba nipate mtu mmoja ambaye mwaka huu atavuna shamba, maana kitendo cha kuvuna, kununua shamba ni kuvuna umevuna. Wakati utafaulu kwa njia fulani ni kuvuna umevuna, ni kuzalisha umezalisha. Naomba hata kama nitakosa mtu kanisani, basi nipate mtu kwa mtandao. Naomba nipate mtu kwa mtandao kama nitakosa hapa kanisani. Naomba huu mwaka uliyeishi kwa nguo za mtumba miaka mingi, Mungu wa majeshi afungue chapter mpya kwenye maisha yako. Naomba kitanda kimejaa kunguni wasikii dawa, naituma nguvu ya Bwana majeshi. Roza kunguni riswa, sema roza kunguni riswa, sema riswa, kunguni riswa, kunguni riswa, katika jina la Yesu. Sema amina. Kuna watu wamehama bedroom kwa ajili ya kunguni last year. Kuna watu wamehama bedroom, wamehama vitanda kwa ajili ya kunguni. Cha ajabu ya kwamba kunguni wako mpaka kwa kiti. Naituma nguvu ya Mungu kwa nyumba. Huyu aliyewatumania kunguni msilale kwa kitanda, tunamregeshea kwa jina la Bwana. Hata akilala waingie kwa mdomo wake, wafanyike sapa. Akilala mchana waingie kwa mdomo wake, wafanyike lunch yake, wafanyike dinner yake. Sema power. Na utuma usingizi kwa kila mchawi aliyetumana komba mwiko kwa nyumba ya kwenu. Tumesumbuliwa na komba mwiko sana, hawasikii dawa kwa nyumba. Tunatangaza nguvu za Bwana. Roho ya magonjwa kwa nyumba yenu, tunatuma nguvu za Bwana. Tunawaregeshea hao waliotumana magonjwa, waliotumana komba mwiko. Tunawaregeshea hao, tunawaregeshea hao. Sema power. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wanapigana na sisi sana. Yaani wanapigana na sisi kwa jinsi kwamba wanajiamini, wanasema watahakikisha kile wanataka kimetimia. Lakini Bwana anasema silaha wanaotumia kutuwinda nayo ndio silaha itawamaliza. Kama hakunge kuweko na Hamani, Mordekai hangepatikana. Nataka kumshukuru Mungu ya kwamba hawafanyike Hamani, nifanyike Mordekai. Wafanyike Hamani, ufanyike Esther. Katika jina la Bwana hujaelewa. Wapatie nafasi wafanyike Hamani. Waandae msalaba wa futi 50. Hamani aliandaa msalaba wa futi 50 ili kwamba Mordekai asulubiwe, lakini matokeo yake walisulubiwa wenyewe. Natangaza adui wa maisha yako, kila msalaba aliandaa atasulubiwa juu yake, atasulubiwa mwenyewe. Natangaza misalaba yao watapanda wenyewe, watapanda wenyewe, watapanda wenyewe. Sema power. Yani wanauma vidole, wanasema watahakikisha wanachotaka kimefanyika. Aisivyo Bwana Mungu wa mbinguni, apandaye kwa machozi atavuna kwa machozi, apandaye kwa huzuni atavuna kwa machozi ya furaha. Anayepanda kwenye huzuni atavuna na machozi ya furaha. Mungu anipatie kuvuna ushindi katika jina la Bwana. Mungu akupe kuvuna ushindi katika jina la Bwana. Kila silaha wameinua, tunawageuzia haya masaa, tunawageuzia haya masaa, tunawageuzia haya masaa. Wanawinda mke wangu, wanawinda watoto wangu, wanawinda wanangu wa kiroho. Naomba Bwana, tumana malaika wako asimame mwenyewe, akatete na wao, akatete na wao, akatete na wao, akatete na wao, akatete na wao. Tunang'oa panga zao, tunang'oa majini yao, tunang'oa madawa yao, tunang'oa uchawi wao,
chochote wameandaa juu ya maisha yetu, juu ya kanisa la Bwana, juu ya maono haya, madhabahu ya Bwana ijitetee yenyewe. Madhabahu ipigane nao, madhabahu ipigane na wao. Tunatangaza madhabahu kwa madhabahu, madhabahu kwa madhabahu zipigane, madhabahu kwa madhabahu zipigane. Si tunakaa kando, tunakaa kando, tunakaa kando. Madhabahu inapigana, tunakaa kando. Ambia mtu kaa kando, madhabahu ipigane. Atangaza madhabahu ipigane. Chochote ambacho ametamka tunakanusha, tunakanusha, tunakanusha. Kanusha, 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 kanusha. Kanusha, kanusha, kanusha. Kanusha kila matamshi mabaya, kanusha. Kanusha katika jina la Bwana, kanusha, kanusha, kanusha. Kanusha, kanusha, kanusha. Kanusha. Kanusha, kanusha, kanusha. Kanusha katika jina la Yesu Kristo. Uliyetutuma Nairobi, hatukujituma wenyewe. Mungu ijulikane, tunamtumikia Mungu aliye hai. Bwana ijulikane mwaka wa mavuno. Tunavuna kuinuliwa, tunavuna kuinuliwa na Bwana. Tunavuna upenyo, tunavuna heshima, tunavuna mikutano. Natangaza mwaka huu kutakuwa na mikutano isiyo kawaida. Tutakuwa na mikutano mikubwa Nairobi na nje ya Nairobi. Tunatangaza kwa kaunti 47 za Kenya. Tunatangaza makurusedi, tunatangaza amani kwa nchi ya Kenya, tunatangaza baraka, tunatangaza kuona madhabahu haya, tunatangaza mafanikio, tunatangaza neema ya Bwana, tunatangaza heshima ya Bwana, tunatangaza kwamba wanangu wanainuka, waimbaji wanainuka, media team wanainuka, wacheza vyombo wanainuka, watendakazi wanainuka, viongozi wanainuka. Tunang'oa kila mapando, tunang'oa kila ngome, tunang'oa kila madhabahu katika jina la Bwana majeshi. Tunaangusha kila ngome ambazo adui amejenga. Tunapomoa kwa damu maana kondoo. Tunapomoa usiku wa leo kila madhabahu, kila maagano ya wachawi na waganga, kila mitego yao Bwana tunapomoa katika jina. Uishie uliyeziumba mbingu na nchi. Bwana pigana mwenyewe. Adonai pigana mwenyewe. Wanatuinda kwa siri, tupiganie kwa wazi. 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 Isaya 30:23. Bwana tupiganie kwa wazi. Wanapigana na sisi kwa siri sana, lakini Mungu uliye mbinguni, fanyika nguvu zetu, fanyika silaha yetu Bwana. Kuna watu wameng'ata vidole, wanang'ata vidole, wanang'ata vidole, wanang'ata vidole wakisema tutaona tu. Baba wa majeshi, usiruhusu adui zetu akafurahia kushindwa kwetu. Mungu inuka, shujaa wa msalaba, inuka Makadeshi Elogibo, Shakaina Glory, inuka Bwana, inuka utete na wao, inuka upigane mwenyewe. Inuka shujaa wa msalaba, simba wa kabila la Yuda. Hajalishi Bwana wanaenda kwa waganga Ukambani, waganga wa Tanzania, waganga wa Uganda, waganga wa Westani, waganga wa Mombasa. Tunatangaza Roho wa Bwana wakutanisha na malaika wako, wasikutane na polisi wa Kenya, wakutane na malaika wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Isaya 30:23 ninapomalizia inasema, naye atatoa mvua juu ya mbegu zako. Yani kwa kila mbegu Mungu amesema anaachilia mvua. Naomba Mungu aachilie mvua ambayo italeta mavuno kwenye maisha yako. Amen. Amesema atatoa mbegu atatoa mvua juu ya mbegu zako. Amen. Mungu aachilie mvua chemani kwa chochote umepanda. Mungu aachilie mbegu dadi, aachilie mvua kwa watoto wako, aachilie mvua kwa mke wako, mvua kule nyumbani. Mvua Baba, achilie mvua. Sema Baba, leta mvua. Mungu analeta mvua kwa kila mbegu uliyopanda. Mungu amesema analeta mvua, mvua ambayo itakuletea mavuno. Ninaamuru mvua kwenye anga yako ya kiroho. Ninaamuru mvua katika ulimwengu wa roho katika jina la Bwana. Ipokee kwa damu mwana kondoo. Mvua inayoleta mavuno kwa jina la Bwana. Ipokee kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes. Naye atatoa mvua juu ya mbegu zako, upate kuipanda nchi hii, na mkate wa mazao ya nchi, nayo itastawi na kuzaa tele. Ninakuombea Mungu akupe kustawi.
Mwaka huu Mungu akustawishe. Natangaza ukastawi kiuchumi, ukastawi kikazi, ukastawi kiroho katika jina la Bwana. Mungu aachilie kustawi kwenye maisha yako. Mungu akustawishe, Mungu akunawirishe, Mungu akupe kustawi kama bustani ya Edeni, na kuombea Bwana akufanye kama bustani ya Edeni kwa jina la Yesu Kristo. Ufanyike bustani ya Edeni. Sema amina. Katika siku hiyo ng'ombe zako watakula katika malisho mapana. Naomba Bwana akupatie malisho. 2026 pokea malisho. Mungu alishe watoto wako, Mungu alishe mifugo zako, Mungu alishe mikono yako. Mungu akufanye ulishe watu, ulishe familia, ulishe majirani, ulishe ukoo, ulishe wajane na mayatima. Jambo la mwisho litakaloleta mavuno mwaka huu, jambo la mwisho, usichague msimu wa kupanda. Ambia mtu usichague msimu wa kupanda. Usichague msimu wa kupanda. Mwambie usichague msimu wa kupanda. Panda kila wakati. Omba kila wakati. Funga kila wakati. Tumika kila wakati. Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 6. Mhubiri 11:6. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Asante. Naomba mwaka huu usihesabu umefunga mara ngapi. 2026 usihesabu umeenda ibada mara ngapi. Maandiko yasema kwamba unapopanda mbegu zako, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usizuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni hii, au kama zote zitafaa sawa sawa. Sema amina. Ina maana kwamba ndani ya mwaka wa 2026 ongeza kiwango cha maombi, ongeza kiwango cha kumwabudu Mungu, ongeza kiwango cha kwenda ibada, ongeza kiwango. Kama mwaka jana ulikuwa unafunga mara 3 kwa wiki ama mara 3 kwa mwezi, mwaka huu badilisha, inua kiwango. Ambia mtu inua kiwango. Kama mwaka jana 2025 ulikuwa unaomba dakika 5, basi panda mbegu zako za maombi ya marefu zaidi. Inua kiwango cha maombi. Sababu nasema kwamba usizuie mkono na kupanda, kwa sababu upandapo hujui ni mbegu gani itakayomea, ni zote ama ni moja. Naomba 2026 usipunguze kiwango cha kusaidia watu. Fanya kana kwamba hujawahi kusaidia. Hata walio kusema vibaya, Mungu atasababisha wakuje mbele zako mwaka huu, wasaidie tena, wasaidie tena, wasaidie tena. Mimi ninaamuru waliotesa wazazi wako 2025 ufanyike nyota kwa hiyo familia. Waliotesa wazazi wako, waliotesa jamii ya kwenu, naomba Mungu akufanye Esther wa familia, Mungu akufanye Debora wa familia, Mungu akufanye Debora kwa maombi yako ya mwaka jana na mwaka huu. Mungu akuonyeshe ni mtu wa tofauti. Natangaza Bwana kutambulishe, natangaza Bwana kutambulishe. Mungu atambulishe maisha yako, Mungu atambulishe maombi yako katika jina la Bwana. Inua mikono.